Ni kwa ajili ya kuficha kitu fulani. Kwa lugha fulani inayotumiwa na kundi fulani la watu inaweza kuwa inatumika kwa siri fulani ambayo watu wanataka kukamilisha mawasiliano yao wao wenyewe. Wao wakizungumza wanaelewana. Lakini kuna watu wengine wakiingia humo ndani wa umri ambao sio wa kwao wanaweza sielewe kabisa. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Yale maneno ambayo yanaibuliwa yakaweza kuwa ya watu wote kwa ujumla. Tunayachukua hayo maneno na tunayaona kama yanafaa kuwa sehemu ya Kiswahili, manake inakuwa ni sehemu ya kukuza na kukieneza Kiswahili kupitia mitandao ya kijamii. Lakini yale ambayo yanapotoshwa ni yale ambayo pia tukipata nafasi za vipindi kama hivi huwa tunayasemea watu wajue. Mtu anakuja tunasema dingi. Sasa dingi, ukifikiria dingi neno sanifu kabisa, lakini dingi maana yake ni ule mtumbwi mdogo ambao watu ambao wanasafiri kwa kutumia ngarawa huwa wanakibeba kile kidingi kwa mle ndani, ili kama ukitokea kuna kitu fulani unataka kibeba, basi inakuwa ni rahisi kukiweka kwenye dingi. Kwa wavuvi wanajua hili, lakini hilo likaja kuchukua nafasi tena, vijana wakaisema dingi kwamba ni baba au mshua. Au mshua. Kwa hiyo kuna maneno ambayo yanahitaji ni maneno sanifu, lakini watu wanakuja kuyawekea kuyarudisha mtaani kwa maana nyingine tofauti. Ni sawa na neno pia taradadi. Leo hii mtu anakikaa hapa anasema bwana umetaradadi sana. Tena anakuambia taradadi. Jamani. Kuna vimbwembo fulani hivi vinawekwa katika mitandao ya kijamii na wazungumzaji wenyewe, lakini maana anayokuwa anamaanisha sio hiyo sanifu. Anakuja kwa maana taradadi ni kupata wasiwasi, kushikwa na wasiwasi wa kukamilisha jambo fulani. Ulikuwa unataka kufanya jambo fulani, lakini unaona muda kama jinsi wewe unavyotuambia hapa, muda unakimbia. Ingawa muda hajawahi kukimbia. Ndio. Lakini kiuhalisia sisi wenyewe ndio tunaweza kawa hatujaendana na ule muda jinsi unavyokwenda. Kila saa sekunde itaenda jinsi ilivyokuwa inaenda mwaka juzi. Sasa cha msingi ni nini? Haya maneno tunayachukua, yale ambayo tunayatolea ufafanuzi ni kama hilo. Ila kutaradadi ni kupata wasiwasi, kushikwa na wasiwasi, lakini si vile ambavyo wenyewe wanachukulia kwa maana ya kupendeza. Ni sawa na neno lingine ambalo linaitwa danga, ambalo hili neno danga ni kutafuta kitu ambacho si rahisi kukipata. Yaani kama unatafuta madini chini ya ardhi, unadanga ili kupata. Yaani manake unatumia jitihada kutafuta kile kitu ambacho si rahisi kukipata. Sasa kama na maana walionayo ndio hivyo. Maneno mengi yanaibuliwa sana. Kuna neno kwa mfano kwenye matumizi ya umoja na wingi. Nakuta mtu anasema tuna shangazi, alafu eti huyu atakayetokea akiwa sijui wa namna fulani mnene umwite mshangazi. Hapana. Mwingine anasema mashangazi. Hatuna mashangazi. Shangazi wingi wake ni shangazi tu. Na hatuna mkaka wala mdada au wadada. Hapana. Wingi wa neno dada ni akina dada wakishakuwa wengi. Ni sawa na mama. Mama atabaki kuwa mama, kwenye wingi itakuwa ni akina mama. Akina mama wako wapi? Wako hapa bwana. Akina baba wako wapi? Hawa hapa. Sio wakina mama wala kina dada. Na hatuna mashule, tuna shule. Ni shule tu. Manake sasa hivi tumeenda kuna mashule mengi mtaani kwetu. Hiyo ni sio rahisi, na ndio maana ulisema kuhusiana na kamusi. Kamusi imekuwa kibebeo na kihifadhio cha lugha. Ndio. Vizazi na vizazi. Kwa hiyo ili upate usanifu, kama unapata mkanganyiko sehemu yoyote, hebu rejelea kwenye rejea ambayo ipo, ambayo ni kamusi. Tembea nayo, hiyo itakuweza kukupa ufunguo wa kile ambacho kilikuwa kinakutatiza. Kwa hiyo ni rahisi sana kwenda kwenye kamusi na kuangalia, maana kamusi inabeba taarifa nyingi zikiwamo pia za umoja na wingi, matumizi ya neno hilo pamoja na mifano ya matumizi. Kwa hiyo mpaka misemo iko ndani ya kamusi. Na kamusi ziko za aina nyingi. Kuna kamusi za misemo yenyewe, methali, mpaka vitendawili. Kwa hiyo vipo vitu vingi ambavyo watu wanahitaji kupata muda wa kuvipitia ili kujiweka vizuri katika lugha yao ya adhimu kabisa, ushi ya Kiswahili.